Nafikiri taarifa utakuwa umeiona ya Pipi Jojo kuacha kufanya kazi na kampuni ya Chief Loot Music ambayo inaongozwa na Chief Godlove ambaye yeye ndo mkurugenzi. Sasa tukiacha kuzungumzia yale ambayo yametokea mpaka imefikia hatua kwamba ndo imekuwa chanzo cha wao kuweza kuacha kufanya kazi, basi hebu kwanza nikusomee ile taarifa ambayo aliandika mkurugenzi na kuiposti kwenye akaunti yake ya Instagram ya kuacha kufanya kazi na Pipi Jojo. Nitasoma kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma. Uongozi wa Chief Loot Music kupitia mkurugenzi wake Chief Godlove Billionaire unapenda kujulisha umma na wadau wa sanaa kuwa kuanzia leo tarehe 24 Februari mwaka 2026 rasmi umemaliza makubaliano ya kumsimamia msanii Pipi Jojo. Hivyo basi kuanzia tarehe hiyo msanii huyu ni msanii huru na hayupo tena chini ya usimamizi wa lebo hii. Uongozi unatoa shukrani kwa ushirikiano uliokuwepo na unaomba wadau na mashabiki kuendelea kumpa sapoti katika hatua zake zinazofuata. Imetolewa na uongozi Chief Loot Music tarehe 24 Februari mwaka 2026. Of course bwana, ni taarifa ambayo imewashtua mashabiki wengi sana. Hatukuwahi kufikiria kwamba itakuwa ni mapema sana. Watu wengi walikuwa wanaamini kwamba Chief Godlove baada ya kumsaini na kusema kwamba huyu ni msanii wake, licha kwamba tulikuwa tunajua chini ya kapeti kwamba Chief alikuwa anatembea na huyu msanii wake. Sasa kuna mengi yaliyotokea ambayo ni kufahamisha tu. Awali ya yote kulishawahi kusikika taarifa ambayo ilikuwa inajumuisha ushirikina mwingi kwenye lebo ya Chief Loot Music, na hiyo ni sababu kubwa sana ambayo ilikuwa inamweka hatarini na kumpa mashaka sana msanii wa kike ambaye ni Pipi Jojo. Tunafahamu umri wake, lakini pia na yale ambayo alikuwa anakutana nayo kwenye lebo ya Chief Loot Music yalikuwa ni mazito. Unaambiwa kila mwezi ilikuwa ni lazima wafanye ushirikina na kafara zao binafsi ambazo zilikuwa zinaongozwa na mkurugenzi ambaye ni Chief Godlove Billionaire ambaye yeye ndo alikuwa ndo mkurugenzi wa lebo ya Chief Loot Music. Sasa kiuhalisia, yani kwa umri wa Pipi Jojo, kwa sababu alikuwa anahitaji mafanikio na alikuwa anatafuta sana njia ya yeye kuweza kutoboa kutokana pia na aina ya maisha aliyoyapitia, iliweza kumlazimu aingie kwenye ushirikina na kukubaliana na kile ambacho atakachokuwa anakihitaji Chifu kama Chifu ambaye kiuhalisia amekuwa akizungumza kwamba yani pesa ama umiliki na yeye kuweza kuwa tajiri basi inahusishwa na masuala ya ushirikina yakiongozwa na mambo ya kafara, yani kila mwezi lakini pia na mwisho wa mwaka ambayo kwa upande wake ni kawaida. Sasa kumuingiza msanii wake katika mpango kazi ambao yeye kiuhalisia mtoto wa kike lakini pia mwenye umri mdogo, moyo wake lakini pia na ustahimilivu kidogo imekuwa ni changamoto, na hata sababu na za chini ya kapeti ni baada ya kuona kwamba sasa Chief Godlove amekuwa akihitaji mambo mengi ambayo kiuhalisia yanamtisha mtoto mdogo na kumfanya ajione kabisa kwamba yani hana thamani na haina haja yeye kuendelea kuwa maarufu kwa sababu umaarufu wake umekuwa ni wa masharti. Sasa kiuhalisia huenda Chief Godlove akawa anaamini kwamba kitendo cha Pipi Jojo kuweza kuachana naye kwenye lebo basi hawezi kufanikiwa na hawezi kupata maendeleo, lakini yote kwa yote ni kwamba hakuna binadamu ambaye anaweza akapanga mafanikio ya binadamu mwenzie. Yani all in all ni kwamba sisi namtegemea Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Sasa kitendo cha Pipi Jojo kuweza kujitoa kabisa kwenye masuala ya ushirikina, kujitoa kabisa kwenye mambo ambayo yalikuwa yanahusisha kafara katika mziki wake, kwa sababu kidogo yeye alikuwa anahitaji njia tu ya kuweza kufanikiwa na hatimaye njia ameipata. Sasa ni wakati wake wa kuanza safari yake mpya, na ndo chanzo kikubwa ambacho kimetokea katika lebo ya Chief Loot Music ambayo ilikuwa inamhitaji aweze kufanya mambo ambayo yamekuwa ni tofauti, na mwisho wa siku kwa upande wake yeye kafara ambazo kweli zilizokuwa zinatolewa lakini pia na ushirikina uliokuwa unafanywa, yani mwisho wa siku ameona kwamba ya nini kuwa na umaarufu ambao unakuwa una masharti mengi, ni bora ukawa huru hata kama umaarufu ukawa ni wa kawaida. And of course kwa Chief Godlove nafikiri ni jambo ambalo amelifanya
kwa kutaka kumuumiza mtoto wa watu, lakini pia kuteketeza maisha yake, kwa sababu angemfanya tu ni maarufu na anayependwa, lakini mwisho wa siku maarufu wake unakuwa haumsaidii na hana uhuru wowote. Na ndo chanzo kikubwa sana ambacho kimemfanya Pipi Jojo afanye maamuzi magumu, kwa sababu tumeona kwa kipindi chote, yani Pipi Jojo hakuwahi kuwa na uhuru wa aina yote, aidha kukutana na watu tofauti, lakini pia kushirikiana na wasanii wenzake. Kwa mwisho wa siku kaamua kufanya maamuzi ambayo